Mwanzo sura ya 3 mstari wake wa kwanza inasema Bwana Mungu akamfanya nyoka alifanya tofauti ukisoma pale na wanyama wote wa mwituni pale. Alikuwa ni mwerevu sana kuliko wanyama wote. Ukienda katika ile Agano la Kale, Agano Jipya, Mathayo sura ya 10 mstari wa 16, Yesu anawaambia wanafunzi wake, na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, iweni na busara kama nyoka. Sasa nikawa najifunza kitu kutoka kwa nyoka. Nyoka ni nani? Kuna pande mbili na kila pande ina pande mbili. Kwa hiyo na pande ya kwanza alafu nichambue upande mmoja kwa sababu ya muda. Yesu asifiwe. Tukimsoma nyoka direct, nyoka kama nyoka, achana na usije sasa rohoni kwa nyoka ni shetani. Nyoka kama nyoka alivyo kawaida, ukimsoma kwenye vitabu sio kwenye Biblia. Sasa neno la Biblia ili ujue alipotengenezwa na Mungu, kabla hajawa ile nyoka kustani yake, nyoka kama chura, kama mbwa, huyo sasa nyoka. Ukimsoma vizuri tabia ya nyoka, ana tabia nyingi sana, tabia mbili za tofauti ambazo maana Mungu mwenyewe akaona ni mrefu kuliko wengine, na ndio maana Yesu mwenyewe akaambia jifunzeni kwa nyoka. Kuna tafsiri ya kiroho na tafsiri ya kimwili. Mimi nataka nikueleze kwanza kimwili, alafu nitakueleza kiroho. Nyoka alivyo, tabia yake ya kwanza, kabla hajaenda kuwinda huwa anakuwa anafanyaga kitu kinaitwa Yesu. Yaani nyoka ni sawa sawa na praise, wakialikwa kwenda kuhudumu huwa wanafanyaga kwanza, alafu ndio wanaenda kuhudumu. Sasa nyoka ndio hivyo, kabla hajaenda kuwinda huwa anafanya ni Yesu ya kuwinda, alafu ndipo anaenda kuwinda. Na huwa tabia yake ya kwanza sasa ni hapa, anakuwa ana uwezo wa kutulia masaa 6 pasipo kujitikisha, kiasi kwamba anaweza akapita mnyama yeyote au mdudu yeyote bila yeye kutikisika ndani ya masaa 6. Lengo lake kubwa ni wakati ambapo mnyama au mdudu au kiumbe ambaye anataka kumla atakapokatisha asijue kama yupo, inakuwa ni rahisi yeye kukamata. Ni tabia yake ya kwanza, anaweza akatulia masaa 6 pasipo kujitikisha, na huwa wanafanya hivyo kila siku. Ndio maana kuna wakati unaweza ukapita ukamkanyaga nyoka. Kuna wakati unapita siku nyingi sana kwa barabara nyingi, hamwezi kujua kama kuna nyoka mpaka umemkanyaga. Na ukimkanyaga huwa hadidi na wewe kwanza mpaka ushambulie. Ndio watu wanarudi wanaanza kupita na mawe kwa hapo wanaanza kushambulia kwa sababu unamtoa kwenye construction yake. Unaelewa? Kwa hiyo nyoka anaweza akatulia masaa 6. Sasa kwa sababu ya muda niishia kwa hapo nikuelezee kitu kimoja. Msikilize sasa. Cha kwanza kuna preparation, anakuwa na maandalizi kabla ya kwenda kuwinda. Alafu katika preparation anakuwa mtulivu. Kuna kitu cha kwanza cha kujifunza, chochote kama unaenda kukifanya katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, lazima uwe na maandalizi. Cha kwanza, ili uweze kufanya kitu kizuri au bora, lazima uwe na maandalizi. Inaweza kuwa ni maombi, inaweza kuwa ni chochote kile, inaweza kuwa ni kufanya chochote ili kusudi umejiandaa. Kwa maana hata chuoni kuna wiki na preparation, kwa sababu umepigia kwenye yule. Kwa hiyo kila chochote utakachokifanya lazima uwe na maandalizi. Jambo la pili tunachojifunza liko mambo kama 14 na kupiga la mwisho, alafu ndio lenyewe ambalo tunatamani kushare. La pili ni utulivu katika kufanya mambo. Nyoka anaweza kutulia masaa 6. Nisikilize mtoto wa Bwana, katika vitu ambavyo hautakiwi kutulia kwenye dunia ni kimoja tu. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili 2:15 anasema jionyeshe yapo umekubaliwa na Mungu. Katika vitu ambavyo hautakiwi kuacha kujionyesha popote utakapokuwa, ni kwamba mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Lakini vingine vyote unaweza ukatulia kwanza, ukawa na utulivu. Tunajua wewe umejaa roho, ni unaweza kuhubiri, lakini unaweza kutulia kwanza. Kuhubiri tunajua unahubiri, kuna uhubiri ni wakubwa kuliko wewe, kuna mahali utaenda, kuna watu wanajua kuliko wewe. Cha msingi tulia kwanza, jua kwamba watu wenyewe umeokoka, lakini vile ndivyo navyo. Tulia kwanza, jifunze, alafu baada ya muda utapata nafasi ya kuonyesha vile ambavyo navyo. Kuna wakati utafika utakuta wenzako walini kubwa kuliko yako, usifike ukaanza kujitambulisha na ndio nitwaje inaitwa kabla ya mlolongo na ina degree moja. Nimesoma mzuri. Alafu pia na experience ya hapo ni nini umeulizwa au umeulizwa kingine. Umesema unasema mimi ni mtumishi wa Bwana aliye hai, ni mjilisi wa mataifa ya mbili zaidi ya mikono mitatu nimefufua maiti mbili. Hapo ni nini? Achana na hiyo kitu, tulie, nimeokoka na mpenda Yesu. Ule utulivu unaoonyesha kuna watu ni wakubwa kuliko wewe, ambaye wakati ukijionyesha hicho wanaweza kukushusha thamani, ila wakati utakapopewa nafasi unaonyesha kile kitu
ambacho Bwana amekupa. Kuwa na maandalizi, alafu kuwa na utulivu, na Mungu akubariki sana.